Tume ya uchaguzi nchini IEBC sasa imeweka wazi ratiba na mipango yake kuanzia sasa hadi wakati wa uchaguzi mkuu. IEBC imesema kuwa iko mbioni kuhakikisha kuwa teknolojia ya kusimamia uchaguzi iko tayari mwaka huu ili kuhakikisha kuwa mtandao kupeperusha matokeo ya uchaguzi unafanya kazi kuanzia Oktoba mwaka huu. Stephen Leto anafafanua zaidi maandalizi ya IEBC kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Safari ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027 imeanza. Mwenyekiti wa tume ya IEBC Erastus Edung Ethekon akifanya kikao cha maombi na makasisi mbalimbali akisubiri tu wakati wa kupuliza kipenga. Katika ratiba ya IEBC, usajili wa wapiga kura wapya utaanza Machi 29 kwa kipindi cha mwezi mmoja, huku awamu ya pili ikipangiwa kufanyika mwezi Mei mwaka ujao. Katika mchakato huo, IEBC inapania kupata wasajili wapya milioni 6.3, hivyo kufanya jumla ya idadi ya wapiga kura nchini kufika milioni 28.4. IEBC aidha inasema kuwa kufikia mwezi Juni mwaka huu itahakikisha kuwa teknolojia ya kusimamia uchaguzi iwe tayari. We have not yet discussed and approved procurement of technology that we will use in 2027. And when that time comes, we will of course, as part of our accountability and transparency, brief the nation on that process. Isitoshe, tume ya uchaguzi IEBC aidha inatazamia kuhakikisha kuwa mtandao wa kupeperusha matokeo ya uchaguzi umekuwa tayari ifikapo Oktoba mwaka huu ili kuipa tume hiyo nafasi ya kufanyia mtandao huo majaribio. Suala la ufadhili wa kampeni pia ni suala muhimu katika uchaguzi. IEBC inasema kuwa kufikia mwezi Septemba itakuwa imepitisha kupitia bunge sheria ya kudhibiti ufadhili wa kampeni. Aidha, katika ratiba hiyo, IEBC inasema kuwa kuanzia mwezi Mei itaagiza stakabadhi za uchaguzi baada ya vyama vya kisiasa kukamilisha mazoezi za mchujo. Makasisi waliohudhuria kikao hicho wakitaka IEBC kuwajibika na kuandaa uchaguzi wa huru na haki. We have taken steps early enough to begin to address any issues that would show or would appear to cause the church to appear as though they are not taking action. Stephen Leto, runinga ya Citizen.